Mtazamaji na mfuatiliaji wa channel ya Zaki Digital, usisite kuendelea kusubscribe, kulike, kucomment na kushare kila aina ya tukio la kimataifa, maana hapa unapata kila aina ya tukio la kimataifa. Sasa tutazame katika kile ambacho kilichoendelea tangu siku ya jana mara baada ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kufika nchini Marekani kwa ajili ya mazungumzo na rais wa Marekani Donald Trump. Kikubwa zaidi kilichoendelea ni kwamba bwana rais wa Marekani Donald Trump amesisitiza kwamba Marekani itaendelea kujadiliana na Iran, lakini bila kutoa dalili za wazi kuhusu iwapo itapanua wigo wa mazungumzo hayo zaidi ya suala la nyuklia kama Israeli inavyotaka yenyewe hicho kifanyiki. Sasa rais wa Marekani Donald Trump anasema mazungumzo yake na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu hayakufikia hitimisho lolote la mwisho kuhusu Iran. Hata hivyo akasisitiza kwamba mazungumzo na Teheran yataendelea, akionyesha kwamba uwezekano wa kufikiwa kwa makubaliano mapya ya kidiplomasia. Netanyahu, licha ya jitihada zake za kushinikiza msimamo mkali zaidi dhidi ya Iran, hakuonekana kupata ahadi alizokuwa akizitafuta kutoka kwa Trump. Katika mkutano wao wa 7 tangu Trump aliporejea madarakani mwaka jana, Netanyahu, ambaye ziara yake ilikuwa ya kimya kimya kuliko kawaida, aliingia katika mkutano huo akiwa na lengo la kuishinikiza Marekani kupanua wigo wa majadiliano na Iran. Netanyahu alitaka mazungumzo ya Washington na Teheran yasijikite tu kwenye mpango wa nyuklia, bali pia yashughulikie mpango wa makombora ya masafa marefu wa Iran na hata pia kuzingatia uungwaji mkono wa Teheran kwa makundi ya wanamgambo kama Hamas pamoja na Hezbollah. Viongozi hao wawili walizungumza kwa faragha sana kwa zaidi ya masaa 2.5 katika kile Trump alichokitaja kwamba ni mkutano mzuri sana, ingawa alikiri kwamba hakuna maamuzi makubwa yaliyofikiwa. Baadaye, kupitia chapisho la mitandao ya kijamii, Trump aliandika hakukuwa na chochote cha mwisho kilichofikiwa, isipokuwa alisisitiza kwamba mazungumzo na Iran yaendelee ili kuona kama makubaliano yanaweza kufikiwa, au ikiwa halitafikiwa basi atamjulisha Netanyahu kwamba hilo litakuwa chaguo sahihi zaidi. Mazungumzo kati ya Trump na Netanyahu yalifanyika siku chache baada ya duru ya mazungumzo kati ya Marekani na Iran nchini Oman, ambayo haya yalijikita tu kwenye masuala ya nyuklia. Iran imeweka wazi kwamba haitapanua mazungumzo hayo kujumuisha makombora au masuala ya ushawishi wake katika eneo la Mashariki ya Kati.